vitakuwa zinatoa changamoto mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wanamuziki kujijua kabisa kwamba ni wapi wanakwenda, wapi wanatoka, anaanguka kimuziki, anakuwa kimuziki. Kwa hiyo hizi tuzo zinawasaidia kujua ukuaji wao hasa kimuziki. Pia nataka niwaambie Watanzania kwamba waimbaji wa muziki wa Injili wana changamoto, wanachangia sana katika pato la taifa, pia wanachangia sana kwa ajili ya kueneza umoja, amani, mshikamano, na hasa tunakoelekea katika uchaguzi mkuu. Waimbaji hawa wanahubiri sana umoja, wanahubiri sana upendo, wanahubiri sana amani, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu watu wakapige kura kwa amani na upendo na utulivu. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba wasanii wa muziki wa Injili ni chachu kubwa sana. Na nataka niwaambie wameandaa nyimbo nyingi nzuri sana, wameandaa nyimbo nyingi nzuri, na nyimbo hizi zitaanza kutolewa hivi karibuni, na nyimbo hizi ni kwa ajili ya kuhamasisha amani. Okay, the difference between maybe the promotion, tunafanya tamasha letu tunaotarajia kulifanya katika mwezi huu wa 4 na kuzunguka nchi nzima, ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaombea amani na utulivu, tunaombea nchi yetu kuelekea uchaguzi mkuu, tunamwombea rais wetu Samia Suluhu Hassan ili Watanzania waendelee kumwombea ili kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, tukavuke uchaguzi huu kwa amani na utulivu, kwa sababu kama unavyojua kwenye swala la uchaguzi ni swala ambayo yanatokea mambo mengi sana, ni lazima tumshirikishe Mungu, lakini waimbaji wa muziki wa Injili wamechangia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha kwamba amani na utulivu unakuwepo katika nchi yetu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu.